Tumefika tamati ya ligi kuu ya Tanzania Bara, huku Young Africans akitangazwa rasmi kama bingwa wa ligi kuu ya Tanzania Bara. Tuko na mbukuzi wa soka, karibu tuchambue. Ulikuwa ni msimu wa namna gani mpaka Young Africans anatangazwa rasmi kuwa bingwa? Mbukuzi, kwema ndugu yangu? Kwema ngwale, mambo yanaendaje? Sawa, vizuri kaka. Ipo vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Naam. Karibu nyumbani, umekuta niko naangalia mechi ya Ivory Coast na Norway. Mimi maisha yangu ni mpira, naishi mpira. Bwana Mbukuzi, tumefika tamati ya ligi kuu ya Tanzania Bara na Young Africans ametangazwa rasmi kuwa bingwa wa ligi. Nataka kupata tathmini yako kwa ufupi kabisa. Ulikuwa ni msimu wa namna gani Hamisi Kabwe? Kwanza tuwapongeze Young Africans kwa kuchukua ubingwa. Kama taasisi wamefanikiwa. Kama taasisi Young Africans wao wamefanikiwa kutimiza malengo yao ambayo walijiwekea. Lakini pili, tuwapongeze wachezaji. Unajua kwenda msimu mzima mpaka kufanikisha jambo sio rahisi. Uongozi wote kwa ujumla nafikiri kwa upande wao kama taasisi wanastahili pongezi kwa kile ambacho walichokifanya. Lakini ukiniuliza mimi kuhusiana na msimu ulikuweje, kawaida. Sima vizuri of course ni kawaida. Msimu umekuwa una matukio mengi sana, mengine mazuri, mengine ya ajabu. Kwa kifupi msimu umekuwa sio mzuri sana wala sio mbaya sana. Uko kati kwa kati. Yes. Sawa sawa. Bwana Mbukuzi, tukio ambalo limezua gumzo kwenye mitandao ya kijamii ni kuelekea mchezo wa leo ambao umefanyika pale Meja Jenerali Samuel. Young Africans wamerudi kwenye jumba lao la maajabu. Bila shaka umeiona hiyo Hamisi? Nimeiona. Sasa umeniuliza kuhusiana na msimu. Sasa miongoni mwa matukio ya hovyo na ambayo yameendelea kuutia doa mpira wetu na huu msimu kwa ujumla ni hilo tukio mara mbili. Team professional, nembo ya nchi kama bingwa, wanaenda kubadilishia nguo nje ya vyumba vya kubadilishia nguo, tena nje kabisa ya uwanja. Sio vizuri. Hiyo kwangu mimi ni kitu ambacho kimetia doa sana ligi yetu. Faini kuhusiana na masuala ya ushirikina, sio vizuri. Pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vimetia doa sana. Unaona kabisa watu wanaenda kumwaga vitu uwanjani, na wamevaa kabisa sare za timu fulani. Lakini unakuta watu wanakanusha, na wengine unakuta mara wanazungumza huyu ni kiongozi, wengine baadaye tena wanakuja tena kusema sio kiongozi. Yaani kumekuwa kuna vurugu nyingi. Sio vizuri. Kwa miongoni mwa matukio ni hilo. Wewe fikiria tukio ambalo mlizungumza kuhusiana na Yanga ni tukio ambalo limetokeza mara mbili. Mara ya kwanza kwa sababu ilikuwa ni derby. Si ndio maana yake? Excuse ilikuwa nyingi, ni derby, hatujui nini, fitna na nini, wakapigwa fine. Tulisema sana, tukatoa rai kwa mamlaka kwamba bwana, hebu angalieni haya maswala. Inawezekana labda Yanga walikuwa wanahoja kwa nini walienda kubadilishia nguo kule. Fanyeni uchunguzi mjue tatizo ni nini. Lakini mpaka leo inavyoonekana si TFF wala bodi ya ligi waliwahi kufanya uchunguzi kuhusiana na hilo swala. Na hatujui mimi na wewe kwa nini Yanga walienda wapi? Walienda kule kwenye lile jumba la maajabu. Mimi na wewe hatujui. Lakini leo kwenye mechi ya mwisho ya msimu Yanga wanaenda tena pale, wanarudi kule kwenye lile jumba. Ni dharau kiasi gani kwa bodi ya ligi na TFF? Mimi nalitem kama dharau. Na kwa jinsi ambavyo ilivyo, mimi nilitem zaidi lile tukio ni kwamba kuna kanuni zinatengenezwa, mpaka hizi kanuni pia za masuala ya kishirikina, ushirikina, watu wanapigwa fine. Kuna kanuni zinatengenezwa kwa sababu zinatengenezwa na vilabu. Na hao viongozi wanakuwa mule kwenye vilabu kwa sababu pia ya kuwafavor wao. Yaani iwe rahisi kufanya matukio yao ya ovyo kwa sababu wana uwezo wa kumudu kulipa fedha
iwe rahisi kufanya nini, kulipa. Sasa sometimes sio kwa sababu yenu nyinyi tu, lakini kwa mustakabali wa mpira wetu na taswira ya ligi inaonekanaje? Vinaonekana ni vitu vya hovyo, lakini hatujui kwa nini kwenye mpira wa miguu viliwekwa vyumba vya kubadilishia nguo. Kila mtu angekuwa anaamua kwenda anapotaka yeye, kwenda kuchagua nyumba anayotaka, si angekuwa anaenda. Lakini kwa nini vipo vyumba vya kubadilishia nguo? Simula vizuri. Ina maana kuna kitu ambacho kwenye mpira wa miguu watu wanakitaka. Hatuwezi kujua. Labda unapoenda wewe kwenye hiyo faragha yako, kwenye hilo jumba, labda kuna vitu unavyotumia ambavyo kiuhalisia vikawa nje ya mchezo wa mpira wa miguu. Tunajueje? Simula vizuri. Tunajueje? Kwa kuna mambo mengi ya hovyo ambayo yanaendelea kwenye mpira wetu. TFF na bodi ya ligi wameafumbia macho. Kitu ambacho sasa kinatia doa msimu husika, kinatia doa professional league. Inakuwaje na mambo kama haya kipuuzi, alafu watu wanayachukulia poa tu? Ilikuwa mbaya sana. Hilo tukio la kwanza. Lakini umenikumbusha pia, umenikumbusha pia tukio la pili. Waamuzi. Kama kuna msimu ambao waamuzi wameboronga, huko nyuma waliboronga, walikuwa na boronga tu sana. Lakini na msimu huu pia, baada ya ile fungia imeonyesha kwamba huu msimu uliamuliwa zaidi na waamuzi. Yaani waamuzi, linapokuja swala la Yanga, linapokuja swala la labda la Simba na timu zingine ambazo wao wanamudu kuzipa favor, yaani zikicheza tena timu yenye level ya kati kiasi gani, sichumela vizuri, kaka, hiyo timu itaumizwa mpaka itakoma. Foul hawaweki, sichumela vizuri, foul wanaweka. Foul wakifanywa hizi timu zenye level ya kati sometimes hawaweki. Yao kuta muamuzi kabisa kuna anaelekeza, yani ushindi uende huku, waamuzi. Hii season imeamuliwa sana na maamuzi mengi mabovu. Waamuzi 13 fikiria wamefungiwa. 13. Na kama bodi ya ligi na TFF wangeamua kufuata uweledi zaidi, walikuwa wanafungia hata waamuzi hata 20 30. Maamuzi mabovu. Mbona msimu? Hilo ni eneo lingine ambalo limechafua ligi kwa kiasi kikubwa sana. Sibula vizuri. Eneo lingine ni msimu, ratiba. Fikiria leo tarehe ngapi? Tarehe 30 ndio ligi inatamatika, lakini hii ligi ilikuwa inachezwa Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Ijumaa. Alafu unataka mashabiki waende viwanjani. Wewe uliona wapi? Wenzetu ndio bana wameweka weekends. Kwa nini wameweka weekend? Hadi mtu ana miss kwenda kuangalia mechi ya mpira wa miguu. Sio vizuri. Lakini kibongobongo mtu una miss vipi kwenda kuangalia mechi ya mpira wa miguu? Mechi sometimes katikati. Kwa mfano leo tumetamatisha ligi katikati ya wiki. Leo katikati ya wiki. Leo mechi inaanza, sisi tunamalizia kipindi ndani. Zinaanza mechi, sisi tunamalizia kipindi pale kazini. Umeona? Timu zinakaa mwezi mzima bila kucheza mechi. Unakuta kuna timu ilikaa miezi miwili bila kucheza mchezo wote. Sio vizuri. Hiyo ligi ina ulakini sehemu. Kuna baadhi ya timu zilikuwa zinapendelewa. Unaona kabisa hii inapendelewa. Umeelewa vizuri? Kuna baadhi ya timu zimenyongwa na waamuzi kiasi ambacho maamuzi yamepelekea mpaka hizo timu zimeshuka daraja. Na zingine hazikudeserve hata kuingia labda top 4. Lakini kuna eneo unasikia la upangaji wa matokeo. Kuna baadhi ya mechi zinanishtua nikiziangalia, naona kama kuna kitu hakipo sawa hapa. Lakini ushawahi kusikia mamlaka zinafuatilia? Ushawahi kusikia? Wewe unaona kuna userious wa kufuatilia hivyo vitu? Safikiria issue tu ya jumba la maajabu. Mpaka leo hakuna chochote kilichotoka, hakuna ripoti amna nini. Sasa sisi tukiongea tunaonekana kama tunapiga nini? Tunapiga kelele. Ni ligi fulani hivi ambayo tunajifurahisha, maisha mengine yaendelee. Sawa. Katika hili tumalize ya Messi Kabwe. Mnyama ana cha kujilaumu kukosa ubingwa huu? Big time. Mnyama ana cha kujilaumu kukosa ubingwa huu sana. Na
kuna maeneo matatu. Eneo la kwanza ambalo mnyama hawezi kujilaumu. Umeelewa vizuri eh? Jamani, kunaangalia na mechi ya Norway na Ivory Coast kidogo. Eneo la kwanza ambalo mnyama hawezi kujilaumu ni eneo moja tu. Simba walianza kupoteza ubingwa pindi alipoondoka Fadlu Davis. Walikuwa hawajajipanga. Yaani Fadlu Davis ni miongoni mwa watu wachache Simba wanapaswa kuwalaumu. Simba msimu uliopita kwenye ligi kaka, ni kuonyeshe, walimaliza wakiwa wa pili. Leo nataka nikuchambulie wewe mwenyewe mpaka ufurahi hapa. Simba walimaliza msimu uliopita wakiwa na alama walikuwa na alama 78. Yanga alikuwa na alama 82 kama bingwa. Sijumla vizuri. Msimu huu ndio Simba walikuwa wanaingia rasmi kucompete, kugombania nini? Ubingwa, kwa sababu msimu ule wa kwanza Fadlu Davis alianza kuisuka timu na kutengeneza falsafa nini, lakini ilikuwa ni fluke. Wakaenda mpaka finali ya CAF Confederation Cup, na kwenye ligi mechi ya mwisho kabisa ndio ikaja ikaamua nini? Ikaamua ubingwa. Simula vizuri. Kwa kama Fadlu Davis angeendelea kuwepo, maana yake ni kwamba alikuwa ishaizoea ligi. Kwa kuna kitu kikubwa ambacho angefanya nini? Angekifanya. Na kuna baadhi ya sajili alizisajili hapa katikati. Kwa mfano Nabi Kamara. Simuona hata kucheza hajacheza. Alipokuja kocha mwingine, simuona kampiga bench. Kuna sajili alizipendekeza. Lakini Ladak Chasambi alikuwa anampa nafasi msimu uliopita. Simuona kuondoka kwake kumemwathiri Ladak Chasambi. Simuona vizuri. Ile ni eneo la kwanza. Fadlu Davis yakwepi ndio kasababisha pia Simba kukosa ubingwa. Kwa hiyo Simba, kwa sababu vilabu vyetu sisi haviendeshwi katika misingi sahihi ya mchezo wa mpira wa miguu. Kama wangekuwa na mtu mmoja anaitwa sporting director, ilikuwa ni easy sana kumrepress Fadlu Davis. Lakini sisi tuna kamati za usajili Tanzania. Kwa hiyo ikaumiza kichwa kwenda kutafuta kocha mwingine. Ndio maana unaona walivyomwona tu Dimitri Pantev alivyowasumbua na Gaborone tu, wakasema huyu tunaye. Huko ni kukosa nini? Mipango. Sasa hapo tatizo likahamia kwa viongozi kwenye kuselect ni aina gani ya kocha sahihi ambaye anaweza kaja kumreplace Fadlu Davis ili kuendelea kumaintain ile status. Wakajikuta wamefanya maamuzi ya kukurupuka, wakaenda kumchukua Dimitri Pantev. Sawa, wamemchukua Dimitri Pantev, anaonekana ni kocha mzuri na kadhalika. Tayari mshaharibu hapa katikati msimu. Mpeni muda. Kilichofuata nini? Walimtimua. Uongo kweli? Kaka, kaondoka Fadlu Davis. Yeye ndo alianza msimu. Na msimu uliopita ndo alitengeneza msingi. Mmemchukua Dimitri Pantev. Kaja tukakaa muda kidogo, mmemtimua. Kaka, labda ligi ya Tanzania pekee. Ligi ya Tanzania pekee ndio unaweza ukafanya maamuzi kama hayo na ukachukua ubingwa. Simula vizuri. Labda ligi ya Kenya, labda Burundi, wapi pekee. Lakini kwa maamuzi yao tayari hapo Simba walikuwa washajiondoa kwenye mbio za nini? Mbio za ubingwa. Baada ya kumtimua tena Dimitri Pantev, ilibidi wamlete Steve Barker. Steve Barker ameanza upya na yeye. Wachezaji wake akaanza kuinject taratibu. Watu si mara kwanza walikuwa hawamuelewi hapo. Sio unasikia kelele. Simba wanashinda hivyo, na bahati nzuri Simba walikuwa wanashinda kwa sababu ligi yetu sisi ni dhaifu. Ligi yetu sisi bado hizi Simba na Yanga haziulizwi yale maswali magumu. Na ndio maana sana nakwambia kwa nini Simba msimu uliharibika pale. Simba walimleta Dimitri Pantev, klabu bingwa barani Afrika, akaja akamalizia Steve Barker. Matokeo yake yalikuwa ni nini? Walitolewa kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Uongo kweli? Lakini kwenye ligi alijipanga taratibu mpaka timu ikajipata, wakaingia wakasajili mpaka timu ikakaa sawa. Simba hawa hapa. Wafikiria hii ligi yetu inakupa luxury ya kujipanga hata ukiwa mbovu kiasi gani. Yani kama wewe ni Simba, kama wewe ni Yanga, afu unasaidiwa pia na waamuzi. Nyuma yake kuna kundi la waamuzi. Ukajipanga
Simba wakawa wa moto, wamekuwa wa moto kweli. Mwisho unaona timu imekuwa ya moto. Sasa hii kama Simba ingeanza tangia msimu unaanza kwa kiwango cha Yanga msimu huu, kwa sababu na wenyewe tayari walishafanya makosa, si vizuri. Ina maana kuna eneo walikuwa wanaenda kuchukua nini? Ubingwa. Ila kwa nini walifeli? Kwa sababu walipitia hiyo misukosuko hapo katikati, matatizo ya uongozi, kuondoka kwa Fadlu Davis, si vizuri lakini wamegain momentum, na ndio maana msimu huu unaona wamemaliza chini ya zile alama za msimu uliopita. Simba Sports Club wamemaliza wakiwa na alama 73, wakati msimu uliopita walimaliza wakiwa na alama 70 na ngapi? 78. Msimu uliopita walifunga magoli 69 Simba Sports Club. Msimu huu wamefunga magoli 54. Sibula vizuri. Hapo sijakwambia matatizo ya Jonathan Soa kama mshambuliaji walimsajili. Sibula vizuri. Kwa hiyo tatizo ni la kwao wao hilo. Alafu sasa kuna matatizo sasa yale ya waamuzi. Baada ya kujipata Simba walikuwa wanacheza mechi nzuri sana. Kilichokuwa kinawafelisha ni baadhi ya makosa nini ya waamuzi. Wana utawala mchezo, kwa sababu kulikuwa kuna timu ambayo inaweza ikawasumbua Simba tena, kwa sababu sisi hizi timu zetu ni dhaifu bila vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa Simba wakaendelea sasa kuutawala nini? Kuutawala mpira na ligi yetu, wakaanza kutoa dozi. Kilichokosekana ni maamuzi mabovu. Mechi ya Yanga Zanzibar ni sababu mojawapo, mechi ya Azam FC si vizuri ni sababu mojawapo. Alama 6 hizo walizidondosha. Walichukua alama 2 tu. Alama 4 walidondosha, walichukua alama 2 tu, walichukua 1-1. Umeona? Kwa hiyo ukija ukijumlisha Fadlu Davis kuondoka ghafla, viongozi kufukuza makocha, kwa maana ya kocha Ndilibita Patev, alafu Steve Baker kuja mpaka kujipata, wachezaji kuja kutengeneza hiyo chemistry, matokeo yake waamuzi pia kuja kuwaumiza, unakuta msimu unafanya nini? Unaharibika. Sibula vizuri, umeishia hapo. Kwa Yanga msimu huu dalili zianza kuonekana mapema. Wanampigia kelele Romain Folz. Jamani, mnauharibu msimu. Romain Folz anampigia kelele. Wakamtimua. Pale nikasema Yanga hawastahili kuchukua ubingwa. Tangu siku ya kwanza unakumbuka mimi nilisema. Unakumbuka? Hawastahili kuchukua. Hii timu wanaenda kuimaliza. Sajili sasa. Sajili zote za sajili dirisha kubwa hazikufanya nini? Hazikufanikiwa kwa kiasi kikubwa. Matokeo yake ni nini? In Africans. Matokeo yake wakaja kufanya sajili dirisha dogo na zenyewe bado zikawa hivyo za kuungaunga wakina Buba Jammeh. Wakamchukua kocha mpya Pedro Gonçalves. Baada ya kumchukua Pedro Gonçalves, kaka, kama kuna kosa ambalo alifanya in Africans na kama kungekuwa kuna fairness, Yanga hawakustahili kuchukua ubingwa, ni kumfukuza Pedro Gonçalves zikiwa zimebaki mechi 7. Kaka, hiyo ni kwenye ligi yetu tu ndio unapata hiyo luxury ya wewe kuwa bingwa. Yaani zimbakia mechi 7 afu unamfukuza kocha bila sababu za msingi. Kaka, yani tutauliza wewe ushindi unapataga vipi? Sio vizuri. Ndio maana kauli yangu ikaja kwamba hawa hawastahili kuwa nani? Kuwa mabingwa. Sio vizuri, kwa sababu kuna ile misingi ya kisayansi ya mchezo wa mpira wa miguu iliondoka. Sasa changanya, walifukuza kocha Romain Folz, usajili wakina Musa Balakonte ule usajili waliofanya kwa dirisha kubwa ulifeli, wakina Celestine kuwa wakaja dirisha dogo ndo wakaongeza wakina Buba Jammeh wa kuungaunga bila vizuri, wakina Bobo Boyeli, wakina Dumbia wote waliondoka. Kumbuka na kukumbusha uone msimu ambao ulivyokuwa, alafu uangalie ligi yetu namna ambavyo ilivyokuwa na ushindani wa ajabu. Wakaondoka. Alafu Pedro Gonçalves bado mechi 7 Yanga wakamtimua. Alafu Yanga mabingwa walijikuta Tanzania bara. Ukiniuliza mimi nitawasifu kwa kuwa wamechukua ubingwa, nitawapongeza, lakini kwangu mimi bingwa walijikuta Tanzania bara ni bingwa wa kawaida mno. Yaani Young Africans ni bingwa wa kawaida mno, ambaye kama kweli sayansi ya mpira wa miguu tunaitumia kibongo bongo hakustahili kuchukua ubingwa. Ila kwa sababu hatutumii sayansi ya mpira wa miguu na watu wanajua matokeo yanayapataje, si vizuri,
watafurahi, wamechukua ubingwa na rekodi wataweka, wamechukua mara 5, watafurahi, maisha mengine yataenda. Lakini end of the day unakuja kugundua kwamba ligi yetu ni ya kujifurahisha. Kwa hiyo hata chufurahi, mashabiki wafurahi, wachokozane, Simba na Yanga utani wa jadi, maisha yaende. Lakini unakuja kugundua kwamba usije, narudia tena, kama kuna mtu ana mapenzi na mchezo wa mpira wa miguu, asithubutu kuweka mapenzi yake kwenye ligi kuu Tanzania bara, atakufa. Sawa, nataka tumalize na hili. Msimu umetamatika vibaya kwa hapa Pacome Zouzoua. Niona faulu ambayo amechezewa ni faulu moja mbaya kweli kweli. Tumalize na ile msika. Yes, kwanza tumpe pole Pacome Zouzoua. Kaumia vibaya. Ya, kama binadamu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa fair. Uzuri, fair play. So fair play. Kaumia vibaya. Na Wahabi kiukweli alijisikia vibaya. Mimi naweza nikasema kwamba hakukusudia, sibula vizuri. Na kwenye mchezo wa mpira wa miguu yale matukio mimi nimeyaona mengi sana. Labda kwa Tanzania sijui itakuweje katika kuhakikisha kwamba wanamsaidia Pacome kurudi kuwa kama alivyokuwa. Sibula vizuri. Sijui itakuweje, lakini juzi tumeona Ismail Kone wa Canada. Simuona ilikuwa follow tu kawaida, lakini amevunjika mguu. Sibula vizuri. Lakini that is football. Maisha lazima ende. Nimeona watu wana mashabiki wa Yanga baadhi wanamtukana, sijui Wahabi nini, kejeli kibao. Ndio nasema kila siku. Sisi tuna mashabiki ambao hawajui mpira. Ni mashabiki ambao wanaziangalia tu Simba na Yanga, hawafuatilii mpira. Yaani shabiki anamshauti Wahabi. Sijui ni ndio Wahabi sijui. Kama vile kaua. That is football. Hata yeye mwenyewe anaweza kumtokea ile. Isingemtokea Pacome Penge, inaweza kumtokea yeye. Sio vizuri. Kwa cha msingi ni kumwombea Pacome dua ili Mwenyezi Mungu amjalie arudi kwenye hali yake ya kawaida na sio kumtukana alomchezea ile foul, kwa sababu football yale matukio brother yanatokea mengi duniani. Sio vizuri, mengi duniani. Na kwa sababu football ni mchezo wa kufikana kweli kweli kwenye mwili. Afadhali hata ile kuna watu wanafia uwanjani. Si ni vizuri. Kumbuka pale inatumika energy. So ukiwa mtu wa mpira, mimi matukio kama yale nimeyazoea. Mengi nimeona mengi sana. Aaron Ramsey, Djibril Cissé alishavunjika mara 2. Mimi nimeona Djibril Cissé wakati yuko Liverpool, mguu umekatika mara hizi. Na amerudi uwanjani. Na alirudi uwanjani. Arudi uwanjani vizuri. Aaron Ramsey, Luke Shaw, si wote wale. Valencia, tumuombe heri apone. That is football. Ni matokeo ya kawaida kabisa, matokeo ya kawaida kabisa kwa mchezo wa mpira wa miguu. Cha msingi ni kumwomba kwa Mwenyezi Mungu arudi akiwa strong. Simla vizuri kwa sababu ndio maisha ya mchezo wa mpira wa miguu yalivyo. Shukrani sana. Asante sana.